Kuna karatasi hapa imekuja, na hiyo karatasi ndani yake pamebebwa kuna swali hapa limeandikwa katikati ya masomo yetu haya. Ameandika kwamba Sheikh, mina swali sawauliza, je, yafaa kwa mwanamke na mume wakati wa tendo la ndoa kuongea au kuleta sauti zile za tendo katika mulaaba? Mfano, ingilia mke wako anakwambia maneno, fanya hivi fanya vile, au mwanaume kuzungumza katika tendo la ndoa. Na tumesikia kwamba kuna hadithi ambayo inasema msikithirishe maneno au kuongea katika wakati wa tendo unapomjamii mke wako. Hakika jambo hilo halifai. Hili ndio swali ambalo limeandikwa hapa. Hili ndio swali limeandikwa hapa. Tuingie katika kulijibu kwamba alhadithu mashhur, kupitia hadithi hiyo mashuhuri ambayo kama ustadh alivyoiandika na kujengea swali kwamba wanadai kwamba la tukthiru alkalama, kwamba mfikithirishe kuzungumza inda mujamaati nisai, wakati pale mnapoingilia wanawake. Fa innahu minhu, hakika ndani kitendo hiko yakunu kharasu walfafa. Ukitazama maneno haya mawili, kharasu kwa Kiarabu ni ajizu anil kalam, ni kule mtu kushindwa kuzungumza. Mtu akawa anafanya kitendo huko anaongea ndani ya kitendo, basi mtu huyo baadaye atapata madhara ya kushindwa kuongea. Kisha na nukta ya pili, alfa'atu. Fa'atu ni taraddudu, ni ile taraddudu wa takthiru aswati athnai alkalam, yani fa'a zile mtu kushindwa kuwa na kutokuwa na ufasaha wa kuzungumza, kutokuwa ufasaha wa kufanyaje wa kuzungumza. Ndio anamaanisha mtu anakuwa utamko moja, ana kama vile watu wale wenye kigugumizi nikitumia njia itakuwa rahisi. Watu wale wenye kigugumizi wakizungumza, utakuta tamko moja linaweza likarudi hata mara 3, hata mara 2, mara 4. Ndio maana yake. Je, hadithi hii inatukataza sisi tunapokutana na wake zetu tusitoe sauti, au wake zetu wasitoe sauti? Maana kuna wanawake wengine wana sauti, yani mpaka jirani anaweza kasikia, kama mnakaa nyumba za karibu na majirani, kwa kile kitendo. Almuhimu ni kwamba kupitia hadithi hii wakati hakama Sheikh Al-Albani amehukumu kupitia hadithi hii, Sheikh Albani alayhi juu yake, annahu munkar, hadithi hii ni munkar. Wa dhakara Ibn Uthaymeen, pia kaeleza Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, annahu dha'ifun jidda, kwamba hadithi hii ipo katika dhaifu sana 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 sana. Idhan, kwa hivyo basi, la yasihu alistidlal, haisi kuitolea dalili bihadha alhadith, kwa hiyo hadith ala tahrimi alkalami athna aljima'i,
juu ya kuharamisha katikati ya nini, ya jimai. Haifai mtu kutolea dalili kwamba kitendo hicho hakifai mtu kujamiana na mkewe au mke kujamiana na mumewe kutoa sauti katikati ya jimaa. Sio dalili ya kutolea hiyo. Na baadhi ya watu wengine wanasema kwamba kathratul kalam, kwamba kuwa na maneno mingi katikati ya jimai ni makuruhu, ni jambo ambalo ni makuruhu. Ni makuruhu. Na hilo dhakara baadhi al-fuqaha, wakaeleza baadhi ya wanachuoni karahia kathratul kalam, ukaraha wa maneno mengi fi athnai al-jimai, katikati ya jimai, bi'atibariha min adabi al-muashara, kwa kuzingatia kwao ile adabu ya muashara. Vipi utakavyokuwa unakutana na mke wako, kisha mnazungumza, natoa zile sauti. Sasa kuna watoto, kuna majirani wanaweza kuzisikia, na wengineo ukawashughulisha kutokana na kitendo chenu hiko. Kwa hiyo wakahukumu kwamba ni karaha kuzitoa zile sauti mpaka kuvuka katika zile adabu za jimaa. Maana yake ni kwamba unafanya kitendo hiki cha kutoa sauti hali ya kuwa hakuna stara. Sauti zenu hazistiriki, zinasikika hadi na majirani huko, basi itaingia katika sehemu ya makuruhu. Lakini hao wamesimama na makuruhu, lam yata'ammadu, sawa, fi dhalika fil hadithi sahihan sariha. Hawakukaa kuitegemea hadithi sahihi ambayo kwa sababu ya wao kule kusimama kwao au kusema kwao kwamba ni makuruhu jambo hili, hawana hadithi ilikuwa sahihi, isipokuwa kutokana na wamefanya qiyas, qiyasan wa ijtihada, wametumia pia jitihada kutokana na kutazama sehemu ya mazingira, kwa sababu jimai ni kitendo ambacho kinahitaji stara, na wakati mnafanya jimai sio lazima, ni sio wajibu watu wajue kama nyinyi mnafanya jimai. Ni moja katika kujistiri ni kule kutokutoa sauti mbele ya watu wakati mnapofanya jimai, mfano wa hivyo. Na bayana baadhi ahli al-ilm, wabainisha hili baadhi ya ahli al-ilm, anna al-kalama alladhi yakunu fi mulatafa, kwamba muda mwingine hayo kelele hizo wakati wa jimai, wakati wa tendo, zinaleta hisia. Utakapokutana na mke wako au mke akikutana na mume, zile kelele za jimai wakati mpo katikati ya tendo, zile kelele zinaleta nini? Zinaleta hisia. Wal mawadda, pamoja na mapenzi kukua baina za ujaini, kati ya mke na mume. La yadkhulu bidharurati, na wala haingii katika dharura, fi idha kanat taqsudu alfafa, pakiwa ndani yake kuna nini? Zile alfafa. Na alfafa tumeeleza kwamba taraddud fi alkalami wa takriri ba'd alhurufi au kalimati inda nutqi. Nadhani itakuwa tumefahamu. Kifano ayakula shakhsi uridu kuidu fa, mfano nini? Wafa, yani herufi kujirudia. Tukatolea mfano kama vile mtu mwenye kigugumizi, uridu an adhhaba, au yukarriru maqta'an fi mutaqallim, yani
hakadha kama hivyo. Lakini muhimu imeshafahamika kwamba hatupaswi kukataza jambo hilo la kutoa sauti, bali wacho watoe sauti kama itakuwa ni muwafiku bainahum, watafikiana kwamba ndio sehemu ya radha upande wa mke na mume, hakuna kukatazana. Na kama itatokea kuna changamoto, basi watajitahidi kujistiri ili isiwashughulishe watu wengine hizo sauti. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Nadhani alakhi umeelewa hapo.